Kama mchezo wa soka ungekuwa shule, basi shule hiyo isingekuwa ya kawaida. Ingekuwa taasisi ya kipekee na uzalisha vipaji, nidhamu, ushindani na historia ya ushindi. Mkuu wa shule angekuwa Sir Alex Ferguson, mtu wa nidhamu kali, maamuzi magumu na maono ya muda mrefu. Chini ya uongozi wake, hakuna mwanafunzi angevunja kanuni, sheria na taratibu za shule hiyo. Heshima na nidhamu vingekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Darasani angekuwepo David Ruiz, mwanafunzi mcheshi asiyeishiwa vicheko, anayechangamsha darasa kwa utani, lakini pia mwenye kipaji kikubwa. Walimu wangemkemea mara kwa mara, lakini wenzake wangempenda kwa sababu ya roho yake ya timu. Pembeni yake angekaa Osman Dembele, mwanafunzi aliyekuwa akikosa masomo mara kwa mara kwa sababu ya changamoto za kiafya. Wengi wangemkatia tamaa, lakini siku akirejea kikamilifu, anageuka kuwa mmoja wa wanafunzi bora kabisa darasani. Kimya kimya nyuma yake ingekuwa Lionel La Purga Messi, mwanafunzi mtulivu asiyeongea sana, lakini kila kazi ya darasani akiifanya kwa ukamilifu wa hali ya juu. Hakuhitaji makelele, akili yake ndiyo ingezungumza. Cristiano Ronaldo angekuwa mwanafunzi mchapakazi na mwelevu, wa kwanza kufika shuleni na wa mwisho kuondoka. Nidhamu, mazoezi na kujiamini vingemfanya kuwa mfano wa kuigwa na walimu pia wanafunzi. Kama masomo, historia ingefundishwa na Arsene Wenger, mwalimu aliyejali falsafa, historia ya shule na maadili ya elimu. Angewaambia wanafunzi, mafanikio yasiyo na maadili ni sawa na bure. Hisabati ingefundishwa na Jose Mourinho, mwalimu mkali mwenye hesabu kali za matokeo. Hakujali urembo wa majibu, alijali alama ya mwisho. Kwa wengine angeonekana mkali, lakini matokeo yangethibitisha ubora wake. Sayansi ingekuwa chini ya Pep Guardiola, mwalimu aliyefundisha mbinu, majaribio na fikra za kisayansi. Angewaambia wanafunzi wafikirie kabla ya kutenda, wapange kabla ya kushambulia. Darasani angekuwepo pia Neymar Jr, mwanafunzi mwenye mvuto, mtindo wa kujiamini, wenyewe mnaita mabisho. Angependwa na wengi, akionyesha kuwa haiba na kipaji vinaweza kwenda pamoja, japokuwa nidhamu ingehitajika zaidi. Darasani lisingekosa Sergio Ramos, mwanafunzi mwenye nguvu, uthubutu na mamlaka. Wengi wangemwogopa, lakini wakati wa mitihani migumu angekuwa mstari wa mbele kuwalinda wenzake. Backbench ya darasa kungekuwa na Zlatan Ibrahimovic, mwanafunzi aliyebadilisha shule karibu kila mwaka. Kila shule ilimpa uzoefu mpya, kila mazingira akamjenga zaidi. Angeamini kuwa yeye ni somo lenyewe, na shule yenyewe ingekuwa uwanja wa Santiago Bernabeu, uwanja wa Los Blancos, jengo kubwa la ndoto, presha na historia, mahali ambapo wanafunzi hawafundishwi tu kusoma bali kushinda. Kama football ingekuwa shule, basi shule hiyo isingefundisha tu kusoma na kuandika. Ingefundisha nidhamu, uvumilivu, ushindani, ushirikiano na imani binafsi. Na wanafunzi wake wasingehitimu na vyeti pekee, bali urithi wa michezo. Mimi ni kiungo bamia wako Gerard Christopher, mwana wa Kadinya.